Bwana Yesu Kristo, nitegemeze kusimama na kufungua kinywa kwa mapenzi yako mtakatifu uliye hai. Achilia Bwana kila ambacho umekikusudia kwetu, na mtani ya moyo wangu nami nikakinene kwa ajili ya uponyaji wa nafsi zetu, uponyaji wa kanisa lako mtakatifu wa Israeli. Baba mwema, naomba neno la ufunuo, neno la maarifa kutoka kwako, neno la hekima kutoka kwako, neno la majira na wakati, Bwana litufahamu katika wakati na majira haya, ili nikalete uzima na uponyaji wa nafsi zetu, miili yetu na roho zetu. Watoto wako tuwe imara na mashujaa na mashindi hata saa ya kujiliwa kwako. Mungu wa majeshi uliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kila alichokuwa amekitamka adui tusilipokee neno la uzima, na kivunja kwa jina la Yesu, na kiharibu kwa jina la Yesu. Tamko lolote ulimwengu wa roho, kifungo chochote cha pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, na kivunja na kukiharibu kwa jina la Yesu. Uziwe masikio yetu ya rohoni, nina uharibu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafungua masikio, nafungua macho ya kila mmoja akapate kuona, ufahamu wa kila mmoja ukawe tayari kupokea neno lako. Macho ya mioyo yetu yakatiwe nuru, tupate kujua lile ulilolikusudia kwetu katika wakati na majira haya, kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Wewe ni Mungu, tena Mungu wa miungu, na ni Mungu uliyepo kutusaidia, na utayatia maneno yako pumzi ya uzima, pumzi ya uhai, yatufae na kutufanya imara hata siku ujapo kututwaa, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Mungu uliye hai. Amen. Ninalo somo linalosema shambulio la shetani kuwateka, shambulio la shetani kuwatenga Wakristo na watumishi wa kweli au madhabahu za kweli. Shambulio la shetani, naweza nikasema dhidi ya kweli. Shambulio la shetani dhidi ya kweli. Iko namna ambavyo shetani anafanya vita na kila mmoja aliyeamua kuwa upande wa Mungu aliye hai. Yeyote aliyeamua kumtafuta Mungu katika roho na kweli, iko namna ambavyo shetani anafanya vita, kama vile tunavyosoma katika kitabu cha Efeso 6 kwa habari ya silaha zetu za vita, vita vyetu dhidi ya shetani. Mungu ametambulisha silaha pale, ngao ya imani, ametambulisha utayari, ametambulisha chapeo ya wokovu, ametambulisha vitu vingi, silaha za vita pale ameziorodhesha, ili kila aliyemwamini Kristo Yesu apate kuzivaa hizo silaha za vita na kukabiliana na adui afanyie vita dhidi yetu. Biblia inasema kwamba vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, mamlaka, majeshi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tena Biblia inasema ingawa tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya kimwili. Anasema silaha zetu za vita si mapanga, si marungu na mashoka, bali ni za rohoni na zina uwezo katika Mungu, na tukifanya vita na falme na mamlaka na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hebu sema amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kila aliyeweka tumaini la kumwona Yesu aamini kwamba iko vita dhidi yake, iko vita dhidi yako, na kwamba unajua kwamba haujui, kwamba unaona kwamba hauoni, kwamba umefikiwa huko katikati ya vita au hauko katikati ya vita. Lakini fahamu, wakati wote shetani amepanga mashambulizi dhidi yako, dhidi yangu. Hebu sema amina kwa jina la hai. Biblia inasema kwamba shetani kama simba aungurumaye akimtafuta mtu apate kummeza. Shetani yupo usiku na mchana, yupo, na uwepo wake ni vita dhidi ya mtu aliyeamua kumtafuta Mungu, aliyeamua kwenda kuingia mji mtakatifu Yerusalemu aliye hai. Shetani hana shida na wanaosali, shetani hana shida na wanaokusanyika pasipo faida, shetani hana shida na wanaoabudu pasipo kujua. Shetani ana shida na ana kiu
na anapanga vita na watu ambao wameamua kumtafuta Mungu na kumwabudu katika roho na kweli, ambao wako tayari kuingia sala kwa bali ya mambo ya ulimwengu huu na kumtafuta Mungu aliye hai. Hao waliogonga muhuri ya kwamba ni wasafiri katika dunia hii, wale waliotambua ya kwamba wao si wenyeji wa dunia hii, bali wana matumaini ya kuingia katika mji mtakatifu Yerusalemu. Wakati wote shetani anapanga vita usiku na mchana, na anabuni silaha mbalimbali za vita dhidi yao, na anachokitafuta ni kumtoa mtu kwenye nafasi aliyokuwa amewekwa, kama vile alivyomtoa Adamu na Eva kwenye nafasi ambayo Mungu alikuwa amewaweka. Hebu sema amina kwa jina la hai. Na kisha kumwondoa mtu akamtoa kwenye nafasi aliyokuwa ameweka, anamwacha na anaweza kadhani yuko salama, na nakumbuka siku moja shetani aliposema mbele yangu, anasema hivi: tukiisha kuona tumefanikiwa kumteka mtu na kumweka kwenye miliki yetu, hatutamani kumsumbua, asije akashtuka. Kwa hiyo tunamwacha ajione yuko salama. Na ndio maana wako wetu wengi sana wanajaribu kujifananisha maisha yao na watu wa dunia hii. Anaweza kaangalia namna anavyofanikiwa, namna alivyo na afya, namna alivyo na amani, namna anavyopendwa, alivyo na marafiki wengi, anavyopata kazi kirahisi, anavyopata ajira kirahisi, anavyofanikiwa. Anajaribu kumtazama, anajaribu kujilinganisha na mtu huyu. Sema amen kwa jina la Yesu. Fahamu kwamba shetani alipokuwa anatafuta kumwondoa Yesu kwenye nafasi ya Mungu na wito na kusudi alilotuma duniani, alisema ukinisujudia nitakupa miliki zote za ulimwengu. Kwa hiyo shetani anachokuwa anakitafuta ni mtu ampigie magoti, mtu amsujudie, alafu ampe kuweza kila analoweza kufanya. Sema amen. Unaweza ukafikiri mbona fulani anaishi maisha ya hovyo, maisha ya dhambi, hamchi Mungu, hamtafuti Mungu, mbona haugui, mbona kutani na hivi, mbona ndoa ya fulani, mbona uchumi wa fulani, mbona watoto wa fulani, mbona hivi na vile. Sikiliza, shetani ni mjanja, amejificha kwenye kifuko. Na ndio maana unaweza ukaona watumishi wengi wa shetani walioko duniani kote wanahubiri kwa habari tu ya kuwatumainisha watu kana kwamba kuna salama, na unahubiri kwa habari ya mafanikio, kwa habari ya uponyaji, miujiza na mambo mbalimbali, maisha mazuri na kila namna. Lakini ni kwa sababu shetani anataka watumainishe watu katika hayo. Hebu sema amen. Wajione wako salama, wajione kuna amani, lakini amani haipo miongoni mwao. Sema amina kwa jina la hai. Kwa hiyo mtu yeyote akiisha kumsujudia shetani asingependa kumwamsha, asingependa kumshitua huyo mtu akajitambua. Akaniambia kwamba tunachokifanya ni kuwa tunakuwa tunamwendea, tukiona anaanza kusikia ni kama kuna namna anataka kubadilika, anataka kutoka kwenye nafasi yetu, tunagonga nyundo, tunamrudisha pale ili asije akashtuka. Na ndio maana watu wengi akiwa anamtafuta Mungu, anaanza kufunga na kuomba, anaanza kutembea katika utakatifu, anakuta ni kama kuna majaribu yanaongezeka, ni kama kuna vita inaongezeka, ni kama watu wanamchukia, ni kama watu wanamtenga, kunainuka huku na huku, kinainuka hiki na kile, mambo ni kama yaendi. Sikiliza, alafu mwisho wa siku anaona afadhali, mbona nilipokuwa naishi maisha haya, mbona nilipokuwa sifungi, mbona nilipokuwa sihudhurii sana ibada, mbona nilipokuwa simtumikii Mungu, mbona nilipokuwa sitoi sana, maisha yangu yalikuwa sawa, nilikuwa sikutani na haya, nilikuwa sikumbani na haya. Asijue ya kwamba ni shetani anafanya vita, anapigana na huyo mtu ili asije akavuka kamba aliyofunga shetani. Sema amina kwa jina la hai. Haleluya. Kwa hiyo ufahamu hivyo ya kwamba afya yetu ndani ya Kristo tunaipata kwa nguvu katika jina la Yesu hai. Hatubahatishi, hatuipati kizembe. Yani ili uwe na afya njema wakati wote ni lazima upigane umshinde shetani. Uchumi, fedha tunayokuwa nayo hatuipati kizembe ndani ya Kristo, ni lazima tupigane. Nafasi tunayoipata, nafasi ya aina yote, tunaipata kwa nguvu. Maandiko yanasema ufalme wa Mungu watauteka wenye nguvu. Sema amina kwa jina la hai. Kwa chochote
njema kama mtu uliyeokoka, uliyeamua kwenda kwa Baba mbinguni, hautakipata kiwepesi, hautakipata kirahisi, hautapata kirahisi. Ni lazima upigane, kwa sababu shetani angetamani. Siku moja tena shetani akaniambia ya kwamba hatuko tayari mtu aliyeamua kwenda mbinguni afanikiwe. Mtu huyu tunajua, mtu yeyote akijua ufahamu wa kimungu, akamwelewa Mungu kikamilifu, kama alivyosema mtumishi wa Mungu hapo, ya kwamba atatumia uwezo alionao, mali alizonazo, afya alionayo, akili alionayo, maarifa alionayo katika kujenga ufalme wa Mungu aliye hai. Kwa shetani anafanya vita ili huyu mtu asilete faida katika ufalme wa Mungu, maana anaelewa ukimjua Mungu sana, ukamwelewa, utatumia nguvu zako. Wakati wapo na afya, wapo na nguvu, utahakikisha hizi nguvu zinaleta faida kwenye ufalme wa Mungu. Ndio maana maandiko yanasema mpende Bwana Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa maarifa, yaani kila kitu. Sasa huwezi ukampenda Mungu kwa akili alafu akili hiyo usitumie kwa Mungu. Huwezi ukampenda Mungu kwa nguvu alafu hizo nguvu zisitumie kwa Mungu. Huwezi ukampenda Mungu kwa moyo alafu moyo wako ukae mbali na Mungu. Huwezi ukampenda Mungu kwa roho yako yote alafu roho yako iwe mbali na Mungu. Lazima hivi vitu, ukimpenda Mungu kwa hivyo vyote, utakuwa karibu sana na Mungu wako, na kadri unavyokuwa karibu sana na Mungu, utazaa matunda sana katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana shetani anafanya vita. Sasa akaniambia kwamba tunajitahidi, hata kama huyu mtu basi akiweza, basi aweze afanikiwe tu kwenda mbinguni, kuingia maisha, kupata maisha matakatifu na kwenda mbinguni, lakini asipate na faida, awe na mali, awe na afya, awe na amani, afanikiwe hapa duniani. Tunajaribu kufanya vita ili angalau tumtumie huyu mtu kuwa mfano wa kuwavunja moyo wengi wasitamani maisha aliyonayo. Na hii ndio vita wetu waliookoka, na ndio maana lazima tuamke, tusimame na tupigane. Tusikubali kulala, tusikubali kushindwa, ukakubali na maisha fulani ukasema haya ni ya kwetu. Hapana, Mungu wetu ameahidi ya kwamba atatuinua, atatufanya kuwa juu wala sio mikia. Sema amen. Lakini lazima tupigane, lazima tushindane. Usifike mahali ukazoeleka vile hivyo maisha yangu, ukajua hii ndio maisha yangu. Hapana, lazima useme hii sio nafasi yangu. Pigana kuelekea nafasi ambayo Mungu anataka uwe. Hebu sema mimi nakuachia furaha. Tangu wakati upa aliyosema ya kwamba hatutaki watu wamtolee Mungu, hatutaki watu wafanikiwe, anapigana shetani kila maeneo. Unaweza ukapuza ukasema sasa shambani mimi nitalima tu kikawaida. Kwani shambani naka atapigana nini shetani? Sikiliza, atapigana na wewe shambani, atapigana na wewe dukani, atapigana na wewe kwenye mifugo, atapigana na wewe kazini. Kwani mara chache mimi ambavyo shetani anatamani kuninyang'anya kazi, kwani mara chache wewe si ni shahidi namna ambavyo alijitahidi kwa bidii zote aniondolee na nafasi yangu ya kazi, akijua ndani ya hiyo kazi kuna namna ninazaa matunda katika ufalme wa Mungu, ninazaa matunda kwa kumtumikia Mungu kupitia ile baraka aliyonipa Mungu. Kwa alikuwa anatafuta, akijua kabisa kwamba tukimwachisha kazi atakosa nguvu, maana Biblia inasema kwamba jawabu la mambo yote ni fedha. Maana wanasema wataendaje wasipopelekwa? Kinachopeleka mtu kuhubiri ni fedha. Hebu sema amen. Kwa usione ni kawaida wewe una huduma yote ulionayo, alafu kafikiri eti shetani afanye vita na wewe katika huduma, anapigana usiku na mchana usifanikiwe. Anayejua mawazo ulionayo ya kwamba wewe ni mwimbaji, ungetamani kutoa nyimbo, ungetamani kuimba uwafikie mataifa mengine, kwa anapinga huku akitazama ndani ya hizo nyimbo kuna uponyaji wa watu, kuna baraka za watu, kuna kutia moyo watu, kwa anapinga ili usifikie maono ulionayo. Hebu sema amen. Sasa anapopinga haji kienyeji kwamba atakuja sema ninapinga. Anachokifanya anakuwa anapinga, anateka uchumi, anateka afya, anaweka hiki na hiki vizuizi mbalimbali, viambaza mbalimbali na vikwazo, ili tu usifikie maono ambayo umekusudiwa na Mungu wako aliye hai. Hebu sema tena amina kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, semeni amina kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio maana wakati wote haitupasi kulala kama watu wanaolala. Kila eneo, chochote unachokianzisha, chochote unachokifanya, chochote unachoamua kukifanya, usikifanye kienyeji. Ndio maana maandiko yanasema lolote mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni kwa jina la Yesu, fanyeni kwa utukufu wa Mungu. Anasema ukimtangulisha Mungu, sema amina kwa jina la Yesu. Katika Mithali anasema hivi, tumtwike yeye, anasema hivi, tumtangulishe Mungu katika jambo lolote, tusitumie
za Mungu. Ni kweli watu wa dunia hii wanaweza wakatumia maarifa yao, wakatumia uzoefu wao, wakatumia mazoea yao, wakatumia namna yote, lakini si kwa mtu aliyeokoka, si kwa mtumishi wa Mungu, si kwa mtu aliyeamua kwenda mbinguni. Hai, huyo lolote unalolifanya likafanikiwa, ujue umehusisha nguvu za rohoni. Sema amina kwa jina la hai. Kabisa. Kabisa. Na ndio maana kinyonge chochote hakita ukanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Kidhaifu chochote. Umewahi kujiuliza ni kwa nini Mungu alisema aliye dhaifu na aseme nina nguvu? Kwa sababu wadhaifu wote wanaolialia hawataukanyaga mji mtakatifu. Sema amina kwa jina la hai. Ndio. Wewe kama unaona kuna mazingira unayatumia kujilinda kama kisingizio, udhaifu ulionao, upungufu wa fedha ulionao, uchumi ulionao, aina yoyote ya udhaifu ulionao, alafu unaifanya kuwa mtaji, baadaye kupigana, baadaye kushindana, baadaye kujiona uwe hodari katika hiyo nafasi, katika mazingira hayo, unachukulia kama kisingizio. Nataka nikwambie uwe na uhakika hautaukanyaga uzima wa milele, hautaukanyaga mji mtakatifu Yerusalemu. Unahitaji kusimama thabiti. Hebu sema amina kwa jina la hai. Basi kuna kipengele hiki ambacho natamani tukifahamu, alafu tuone namna ambavyo shetani anafanya vita kupitia hichi kipengele. Nimesema shambulio la shetani kuwatenga Wakristo au watumishi wa Mungu wa kweli na madhabahu ya kweli au watumishi wa kweli. Sema amen. Ziko mbinu nyingi sana, lakini nataka tuangalie kipengele kimoja ambacho ni kipengele cha ndoto. Wakati mtumishi anaongoza maombi ile asubuhi, nikawa najiuliza kwa nini ameweka mkazo katika kipengele hicho. Inawezekana Roho Mtakatifu alikuwa anafahamu kile ambacho tunatakiwa tukifanye. Sema amen. Sikilizeni. Ndoto ni njia mojawapo ya Mungu kuzungumza na wanadamu. Ndoto, lango la ndoto ni chaneli ya Mungu kufikisha ujumbe kwa mwanadamu aliye katika mwili. Maandiko yanasema Mungu wetu ni roho. Sema amen. Ni roho kabisa. Kwa hiyo Mungu aliye roho anatenda kazi na wenye mwili. Maandiko katika kitabu cha Warumi anasema nasi tuwajua katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wanadamu ili kuwapatia mema, si ndio? Kwa hiyo Mungu aliye roho anatenda kazi na wanadamu wenye mwili wanaoishi katika dunia. Na kwa sababu ametuweka katika dunia hii ili tutimize mapenzi ya Mungu, katika Zaburi anasema mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. Na ndio maana tusitegemee kwamba Mungu atakuja kutukuzwa tutakapofika mbinguni. Kuna nafasi ya Mungu kutukuzwa mbinguni, kuna nafasi ya Mungu kutukuzwa hapa duniani. Ndio maana anasema mapenzi yako Mungu yatimizwe hapa duniani kama wapi? Kama huko mbinguni. Kuna namna ambavyo Mungu anataka mapenzi yake yatimizwe hapa duniani. Sasa hatuwezi tukayatimiza mapenzi ya Mungu hapa duniani bila kuwa na ushirika na Mungu, bila kuwa na wasiliano na Mungu, bila kupata taarifa kutoka kwa Mungu. Sasa ili tupate taarifa kutoka kwa Mungu ni lazima pawepo na mawasiliano. Tunawasiliana kwa njia ya neno, tunawasiliana kwa njia ya maono, tunawasiliana kwa njia ya ndoto, tunawasiliana kwa njia ya sauti, tunawasiliana kwa njia mbalimbali zingine. Lakini ni njia hizo ambazo zinamfanya Mungu tuweze kuwasiliana na Mungu wetu aliye rohoni, tuyajue mambo ya rohoni. Ndio maana maandiko yanasema hivi, Mungu alitukirimia sisi neema ya kuyajua mambo ya rohoni ambayo macho hayakuyaona wala masikio hayakuyasikia, bali alituandalia sisi tunaompenda Mungu. Aliwaandalia wale wampendao ili wapate kuzijua siri za Mungu kwa njia mbalimbali ikiwamo na ndoto. Hebu sema amina kwa jina la hai. Sema tena amina kwa jina la hai. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo au ni chaneli ya Mungu kuzungumza na wanadamu walio katika mwili, wanaoishi katika mwili, wayatende mambo ambayo Mungu anataka wayafanye. Na tangu mwanzo wa uumbaji wa mwanadamu, Mungu alikuwa akizungumza na huyu mwanadamu. Sema amen.
Ukisoma kitabu kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, utaona nafasi ya Mungu ni namna anavyozungumza na wanadamu, ikiwemo na kuzungumza nao kwa njia ya ndoto. Nilikuwa ninaangalia survey, neno ndoto katika Agano la Kale na Agano Jipya limejitokeza mara 47. Sema amen. Neno ndoto katika Agano la Kale limejitokeza mara 44. Katika Agano Jipya limejitokeza mara 3. Sema amen. Na kwa nini kumepungua sana katika Agano Jipya? Ni kwa sababu ni agano lililo bora. Mungu ameboresha namna ya kuzungumza na wanadamu kuliko kule mwanzoni. Hebu sema amina kwa jina la hai. Tunaweza tukamsikia Mungu kwa sauti zaidi sasa hivi. Tunaweza tukamsikia Mungu kwa neno zaidi kuliko zamani. Tunaweza tukamsikia Mungu kwa maono, na ndio maana kwenye agano ili jipya, agano lililo bora, lililoboreshwa kutokana na ahadi iliyo bora tuliyoahidiwa na Bwana Yesu ya kumleta Roho Mtakatifu anayedhihirisha vipawa na neema iliyozidi. Sema amen. Kupitia namna mbalimbali. Na ndio maana kwenye ile agano jipya ni utaona watu wengi sana wamefunuliwa mambo mengi sana. Mungu amesema na watu wengi sana. Amesema nao kwa maono, amesema nao kwa ndoto sana, amesema nao kwa neno sana, amesema nao kwa namna nyingi, hata kwa miujiza mingi katika nyakati hizi za mwisho. Sema amen kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Mungu anazungumza. Nilikuwa napitia maono, namna Mungu alivyozungumza na wanadamu kupitia maono. Nimeona katika Agano la Kale neno maono limeonekana mara kadhaa. Hebu sema amina kwa jina la Yesu. Limeonekana mara yani Agano la Kale na Agano Jipya, neno maono limeonekana karibu mara 68. Amen. Na katika Agano Jipya limeonekana karibu mara 11 neno maono. Kwa ni namna ambavyo Mungu anazungumza na sisi. Sasa sikiliza, kama vile Mungu alivyo roho anazungumza na sisi kwa njia ya ndoto, kutupasha habari, kuzungumza na sisi, ndivyo ambavyo shetani aliye roho, ili azungumze na wanadamu walio na mwili, wenye mwili wanaoishi duniani, anazungumza pia nao kwa njia hizo ambazo Mungu anazungumza na hao wanadamu. Hebu sema amina kwa jina la Yesu hai. Na ndio maana nataka nikwambie, kila kilicho chema cha Mungu, kilicho halali, kilicho halisi, kilicho original cha kimungu, kipo feki cha kishetani. Sikiliza. Mungu ana mitume, ana manabii, ana walimu, ana wainjilisti, ana wachungaji. Mungu kama nguzo 5 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la Mungu duniani kote na ulimwenguni kote. Lakini Mungu pia ana karama 9. Sema amen. Ameziachilia karama 9 kwa kanisa kwa lengo la kufaidiana, kwa lengo la kujengana, hata mwili wa Kristo upate. Sema amina. Vile ndivyo shetani naye ana walimu wa uongo, ana wachungaji wa uongo, ana wainjilisti wa uongo, ana mitume wa uongo, ana walimu wa uongo. Sema amen. Na ana manabii wa uongo. Hivyo naye ana karama zinatenda kazi vile, lakini kinyume cha. Amen. Kinyume cha. Tutaangalia kwenye maandiko tunavyoendelea. Na jaribu kukupa huu mtasari ili uelewe, tunapotoka hapa tunasoma maandiko uelewe tunachomaanisha. Kwa hiyo shetani anaelewa Mungu anazungumza na watu wake kupitia njia hizo, ikiwamo na ndoto. Kwa na yeye anajaribu kuwazungumzisha wanadamu